Bwana Yesu asifiwe. Tarehe 21 ya mwezi wa 4, kipindi hewani tupele riziki yetu ya kila siku, na tunaendelea na ule msingi wa 7 wa familia imara kama kitovu cha uzalishaji. Familia imara kama kitovu cha uzalishaji, pointi yetu ya kwanza ambayo tulianza jana. Tayari nimekupa mambo kama matatu kwenye hii point. Jambo la kwanza ambalo nikusemesha ni kwamba lazima ili mfanikiwe angalau mwe watu wawili ambao mnatofautiana, msiofanana. Mkiwa mnaofanana sana, pengine inaweza kuwa ni ngumu kuwa na maendeleo, kwa sababu tuko mna kila kitu ambacho kinafanana. Tofauti zinawafanya muweze kuendelea. Na nikasema mmoja wenu awe ni mtoaji wa mbegu au wa mawazo kulingana na Biblia, mwingine mpokeaji, mtunzaji na mzaaji. Lakini nikwambia jambo la tatu pia, tendo mnalolifanya la uzalishaji liwe la furaha, lilete furaha kati yenu wawili. Na nikasema unatakiwa kupenda unachokifanya, sio kufanya unachokipenda. Ukifanya unachokipenda, kuna mtego, inawezekana usifanikiwe, lakini kile unachokifanya ukipende, kwa sababu hivyo ndio kinakupa mafanikio. Nataka nikupe jambo la 4 leo. Jambo la 4 kwenye hii pointi ya kwanza ni kwamba mafanikio ya watoto yamefungwa kwa mafanikio ya wazazi, au mafanikio ya watoto yamefungwa kwa wazazi. Mungu alitupa familia tujifunze ya kwamba watoto hawawezi kufanikiwa kama wazazi hawajaruhusu watoto wafanikiwe. Na ni jambo kubwa sana. Jambo kubwa sana ambalo unahitaji kujifunza. Na utaona hili kwa jinsi ya ajabu kwenye Biblia, ya kwamba hata pale ambapo wazazi wamewakosea watoto, utashangaa kwamba adhabu inarudi kwa watoto wenyewe. Adhabu inarudi kwa watoto. Kwa hiyo ni muhimu sana mahusiano ya familia kuwa mazuri, ili watoto waweze kupiga hatua na mafanikio ya kiuchumi. Nitakusomea mistari kadha wa kadha, alafu nikupe mambo kadhaa kwenye hii pointi ya 4 kama sehemu ile pointi ya kwanza. Kutoka sura ya 20 mstari wa 12, Biblia inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewa na Bwana Mungu wako. Hiyo ni Kutoka 20 mstari wa 12. 21 Kutoka mstari wa 15 na ule mstari wa 17 unasema, mpigae baba yake au mama yake sharti atauawa. Huo ni mstari wa 15 Kutoka 21. Mstari wa 17, yeye amwapizaye baba yake au mama yake sharti atauawa. Naona mahusiano ya watoto na mama. Mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 9, kwa maana kila mtu amlaanie baba yake au mama yake hakika atauawa. Amemlaani baba yake na mama yake, damu yake itakuwa juu yake. Unaona 20 Mithali mstari wa 20, amlaanie baba au mama yake, taa yake itazimika katika giza kuu. Maana mahusiano ya watoto kwa baba. Kupe mistari miwili zaidi, alafu nikutafsirie mambo kadha wa kadha. Efeso sura ya 6 mstari wa 1 na 4, Biblia inasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, maana hii ndio haki. Waheshimu baba yako na mama yako. Amri hii ndio amri ya kwanza yenye ahadi, kuheshimu baba yako na mama yako. Alafu anasema kwa nini ufanye hivyo? Ili upate heri. Heri ni kufanikiwa, heri ni baraka, heri ni kuongezeka, ukae siku nyingi duniani. Nanyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Msiwachokoze watoto wenu, bali mwalee katika adabu na maonyo ya Bwana. Kolosai inatuambia jambo la ajabu sana, kwamba wazazi wakiwachokoza watoto, adhabu inarudi kwa watoto. Biblia inasema Kolosai sura ya 3 mstari wa 18 hadi 21, nyinyi wake watiini waume zenu kama ipendavyo katika Bwana. Ninyi waume wapendeni wake zenu, msiwe na uchungu nao. Mstari wa 20, nanyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote, maana jambo hili lapendeza katika Bwana. Angalia mstari wa 21, Biblia inasema, ninyi akina baba, msiwachokoze watoto wenu. Angalia adhabu, wasije wakakata tamaa. Kwa hiyo akina baba kuwachokoza watoto, adhabu inarudi kwa watoto. Watoto wakikasirika wanakata tamaa, na wakikata tamaa ni kwa hasara yao wenyewe. Kwa mistari mingi nataka nikuonyeshe mambo kadhaa. Jambo la kwanza ambalo nataka ulione hapa ni kwamba wazazi wameagizwa usiwachokoze watoto wao, na kama wakifanya hivyo, matokeo itakuwa ni watoto kukata tamaa kama nilivyosema. Maana yake ni kwamba adhabu inarudi kwa watoto. Kwa hiyo ni muhimu wazazi kukaa na watoto wao vizuri, na watoto kujua kwamba wanahitaji kusamehe wazazi wao, kwa sababu wasipowasamehe inakuwa ni kwa hasara yao. Unafunga mafanikio ya kiuchumi. Hautakuwa na heri, hautakuwa na siku nyingi, unaagiza kifo cha haraka cha mapema. Ndivyo Biblia inavyosema. Angalia jambo la pili, kuheshimu wazazi sawa sawa na ile amri ya 5 na maandiko mengine hapo juu kunaleta maisha marefu. Ndivyo Biblia inasema, kuwa na siku nyingi duniani na heri, mafanikio hapa duniani. Ndivyo Biblia inavyosema.
Kumbuka ahadi ambayo Suleiman anatusemesha kwenye kitabu cha Mithali, unakuwa na wingi wa siku kwenye mkono wako wa kulia na mkono wako wa kushoto utajiri na heshima. Ndicho kinachotokea, huo ufunguo unafunguliwa pale ambapo unawaheshimu wazazi wako. Ndio Biblia inasema. Angalia jambo la tatu la msingi sana. Paulo kwenye Efeso ile sura ya 6 anasema watoto kwa kuwatii wazazi ndio amri yenye ahadi. Hii ndio amri yenye ahadi. Ile Efeso 6 tumesoma, yenye ahadi. Kwa hiyo ahadi zake ni hakika, zinatokea haraka kuliko unavyofikiri. Ndio amri yenye ahadi. Kwa hiyo sharti watii wazazi. Watoto ambao hawasamehe wazazi wao inakuwa ni kwa hasara yao wenyewe. Kwa hiyo hata kama wazazi wamekukosea, sharti uwasamehe kwa sababu ni kwa faida yako. Kutokusamehe kumefunga mafanikio yako. Angalia jambo la 4 na la mwisho, kumlaani mzazi au kutaka mzazi wako asifanikiwe, ndio maana ya laana. Kwa namna yote ile Biblia inasema adhabu yake ni kifo. Kutoka 21 amesema hivyo, Walawi sura ya 20 amesema, Mithali sura ya 20 mstari wa 20 ndicho anachotuambia kwamba kimlaani baba ukitaka asifanikiwe, ukimtukana sharti uwawe, adhabu yake ni kifo. Kwa hiyo nini tunajifunza? Tunachojifunza hapa ni kwamba unatakiwa kuheshimu wazazi, unatakiwa kuwatakia baraka hata kama wamekosea. Wewe mtoto ndio unatakiwa wasamehe wazazi. Na Mithali ile sura ya 20 mstari wa 20 anasema taa yake itazimika ghafla katika giza kuu. Itazimika katika giza kuu. Maana yake mojawapo ya maandiko haya ni kwa japokuwa unaweza kuwa na mafanikio au mafanikio yatapotea ghafla. Maana anasema taa itazimika katika giza kuu. Ghafla itazimika katika giza kuu. Mafanikio hayo maana yake yatapotea. Giza maana yake ni kutokuwa na mafanikio. Taa kuzimika maana yake ni kutokuendelea kufanikiwa, na ndivyo inavyotokea. Kwa hiyo watoto sharti kutafuta kuelewana na wazazi. Hakuna kosa ambalo mzazi anaweza kufanya ambalo utasema alisameheki, kwa sababu ni kwa faida yako. Na kama unataka mafanikio ya kiuchumi kutoka na msingi huu, hakikisha kama wazazi wako walikosea unatafuta kurekebisha nao, kwa sababu wamefunga baraka zako za kiuchumi kibiblia. Wao wameokoka au hawajaokoka, unahitaji kuhusiana nao vizuri ili baraka za Mungu na siku za maisha yako ziwe nyingi hapa duniani zipate kukujia. Mungu akubariki sana. Tafuta kurekebisha na wazazi wako kwa gharama yoyote. Hiyo gharama ndio unayohitaji ili uwe na mafanikio ya kiuchumi. Tuonane kesho muda na saa kama hii kwenye kipindi hiki cha Utupe Leo, riziki yetu ya kila siku. Amen.